Moja ya stori ambazo zinavuma na kuibua mjadala mkubwa duniani sasa hivi ni kifo cha Benjamin Netanyahu, Bibi. By the way, sijui kama anajua kwa Kiswahili Bibi ni kitu kingine tofauti, lakini wanamuita Bibi. Sasa zilianza stori kwamba Iran imeshambulia nyumba anayoishi Benjamin Netanyahu ndani ya Israeli na mwamba ametutoka. Na hizi stories zilisambaa kwenye platforms za watu mbalimbali, nyingi zilitokea Iran na wengine walikuwa ni conspiracy theorist. Mimi sio mpenzi wa conspiracy theory, lakini naweza kukiri kwamba ni moja ya vitu vinavyovutia sana kufuatilia. So hapa nataka tujadili ishu ya kifo cha Benjamin Netanyahu. Je, ni kweli amefariki au yupo hai? Wakati naendelea kukuletea hizi sessions, kuna kitu ambacho unaweza kukifanya kikachukua chini ya sekunde 30 na ni bure kabisa, lakini kikawa kina mchango mkubwa sana kwa hii channel. Just kwa kubonyeza subscribe au kushare na mtu hizi content. Asante kwa kila ambaye unafanya hivyo. Naitwa Grayson Gideon. Twende tuliangalie sakata la Bibi. Kwanza nianze kwa kujibu swali la kwa nini hii story imeibuka. Kuna hii video ambayo ilipostiwa kwenye account official ya Bibi. Sasa wakati anaendelea kuonyesha hizi gesture za mikono, kuna frame moja ambayo watu waliichukua na wakaonyesha kwamba inaonyesha ana vidole 6. Na hicho wakakitumia kama kigezo kwamba hii video huenda ni AI generated. Lakini kilichofanya hii story ikawa kubwa zaidi ni huyu binti. Kama wewe ni mfuatiliaji wa conspiracy theory unamfahamu Candace Owens. Nadhani naye aliona kama wengine tulivyoona, akaona mbona kama huu mjadala unakuwa nzito online alafu serikali ya Israel haijibu chochote. So alivyoandika ujumbe wake ndio ukafanya hii story ikawa kubwa zaidi. Na kama unamfahamu Candace, ni moja ya conspiracy theorist ambao kwanza ana kijiji chake, lakini pia vitu anavyoongeaga huwa vina make sense. Ana uwezo mkubwa wa ku make sense. Kwa hiyo hiki ndio kilifanya hii story ikawa hit song. Argument iliyokuwepo kabla ya Candace kuposti ni kwamba ni frame tu, sometimes ni angle ya kamera inafanya vitu vinaonekana hivyo, lakini ukiangalia video nzima unaona kabisa vidole ni 5, lakini watu wakashika kile kisehemu. Lakini kuna viashiria vingine. Kwa mfano, mtoto wa Netanyahu hapa katikati alikuwa haposti sana kama kawaida yake. Kwa hiyo wauni wakajiongeza kwamba huenda kuna issue inaendelea kwenye familia. Sasa inaweza kuwa issue yoyote, right? Nina mambo kadhaa ambayo nitayatumia kukuelewesha kuhusiana na hii story ambayo najua umeshasikiliza, na sometimes licha ya kwamba sishauri sana, huenda umeshachagua upande wa kuamini. So baada ya hii story kusambaa kwamba wamemuua Benjamin Netanyahu, akatoa hii video ambayo alikuwa anajaribu kuthibitisha kwamba hajafariki. Na kwenye hii video alikuwa anajaribu kuclear baadhi ya vitu. Kwa mfano video ya vidole 6 ambayo ilionekana na vidole 6 na mapungufu mengine ambayo ni ya AI. Sasa kwenye hii video ambayo Bibi ameitoa kwa ajili ya kuclear hali ya hewa kwamba yupo hai, watu pia wameiona kuna kitu hakipo sawa. The problem with this video though is that it's also clearly AI. This isn't just AI. It's sloppy AI. First of all, notice the cup of coffee here. It's filled to the point of overflowing. But then Netanyahu picks up the cup. Nothing spills, despite the coffee sloshing around inside. Then when he takes a drink, there's no visible change in the level of the drink. No spill, no ripple. Later, he reaches down to put his hand in his pocket. And the pocket, you see there, it magically jumps over to cover his hand. Never seen a pocket do that in real life. Then today, a second video surfaced. This one supposedly shows Netanyahu hiking in the hills outside of Jerusalem. Except this video is also AI. But if you watch this particular video, watch here, you see Bibi is walking over to put his hand on the back of a chair. Except he has a ring on his finger when his hand starts to move, and then magically that ring disappears as he reaches for the chair. And then
Once his hand gets there, poof, the ring is back. So, both of these videos have elements that are telltale signs of AI-generated videos. So, huenda hata na wewe umekaa katikati ya hili dimbwi la kuamini hiki ambacho kinasemwa na baadhi ya wachambuzi na wengi ni conspiracy theorist. Lakini nataka nikupe video ya pili. Video ya kwanza, jamaa anaelezea kwa nini hii video ya bibi ni AI. Alafu huyu jamaa wa pili ambaye ni mtaalamu wa AI anaelezea kwa nini hii video ya bibi sio AI. So let's walk through it from the perspective of someone who actually works and builds AI generative models. First, the background blur. To me, this looks more like the iPhone cinematic mode. The blur is shifting between the foreground and the background, and it does feel device processed, not model generated. Current video models still struggle to maintain this kind of natural looking depth transition consistently. AI cannot do this. Number 5, we have the text in the background. It is stable. Text is one of the easiest ways that you can catch generated videos. The models still tend to lose consistency across motion over multiple frames. The background text holds up in a video that's longer than 15 seconds. That's a point in favor of the footage being real. Now, there's one thing people are pointing to, the so-called automatic pocket issue, and to me that just looks like the fabric is folding inward and then falling back out. So I'd say with 99.9% certainty that this video is real. So, ukisikiliza hawa watu wawili, wote wana make sense. Na moja ya uchawi wa binadamu when it comes to information ni kumake sense. Ukiweza kumake sense kwa binadamu, ni rahisi kumtapeli, ni rahisi kumwelimisha, ni rahisi kumbadilisha chochote unachotaka abadilike. Kwa hiyo binadamu tunaongozwa na vitu vinavyo make sense. Na ndio maana usipo make sense tunakushangaa. Changamoto ni kwamba sio kila kinacho make sense ni cha ukweli. Kwa sababu ku make sense ni kama kiungo muhimu kwenye chakula cha binadamu kuelewa jambo. Na ndio maana tulimpa Mungu jinsia, kwa sababu sisi tuna jinsia. Kwa hiyo ili binadamu waweze ku make sense ya Mwenyezi Mungu, inabidi umtengenezee kwamba Mwenyezi Mungu ni binadamu kama yeye, yani umtengenezee kwa vitu ambavyo vinafanana naye. Licha ya kwamba anajua kabisa Mungu hana mwili kama yeye, lakini hiyo sense ya jinsia ndio sense anayoielewa. Kwa hiyo issue ya ku make sense haina uhusiano na ukweli. Tunachojaribu kuiweka hapa. Ingawa ukimake sense sometimes inaweza kawa ndo ukweli, lakini havina uhusiano. Sasa hapa nitajaribu kumake sense ya hii story unayosikia kuhusiana na Benjamin Netanyahu kwa kukuongezea baadhi ya vitu ambavyo naamini vitakusaidia kumake sense ya haya ambayo unayasikia. Kwanza nianze na issue ya conspiracy theory. Hii sio topic mpya. Nimewahi kuongea na conspiracy theorist kadhaa hapa, DJ Smart. Sababu unajua conspiracy theorist wengi wanakuwa wanafuatilia, wanakuwa wako nini? Wanasemaga kuwa hawapo informed, wako influenced. Yaani unakuta mtu hajawa informed na hizo taarifa, yeye mwenyewe yuko influenced, anazifuata kwa anazifuata kichwa. Umeongea kitu cha muhimu sana na ni hatari ambayo naiona sasa hivi, watu ambao wako influenced na hawako informed. Kama umeangalia sasa hivi kumekuwa kuna watu wanaamini kwamba dini zote hazifai, tuachane nazo. Wengine kuna ambao wanaamini hakuna Mungu, wengine wanaamini yuko Mungu, lakini kwamba wale watu they are not informed, they are influenced. Nimeongea pia na huyu Hemedi ambaye yeye yuko Spain, na nilimpa hii concern yangu kuhusiana na conspiracy theorist. Okay, so huwa unachora wapi mstari wako kwamba hii habari, sababu sio wakati wote kama ambavyo nyie pia mlituambia Tupac yupo Cuba na sasa hivi tumethibitisha hakuna kitu. Kuna vitu pia ambavyo ni vya ukweli na uongo upande huu mwingine. Ni wapi wewe wakati unafuatilia knowledge kujaribu kuingiza maarifa mapya, ni wapi unachora huo mstari wa hili ni kweli, huu ni uongo, kama endapo tayari uamini official statements? Okay, of course, kwanza kabisa kabla hujashikilia conspiracy theory yoyote ni lazima ujikite ndani yake, uangalie kama ni kweli au ni uongo. So, ambacho nilikuwa najaribu kukijenga ama kukutengenezea hapa ni kwamba neno conspiracy theory linamaanisha nadharia njama. Maana yake hapa kuna neno nadharia alafu kuna njama. Nadharia ni kitu ambacho kinaonekana fulani kama kina make sense lakini hakijawa kwenye vitendo.
njama inakuwa ni lengo fulani. Kwa hiyo kitendo tu cha kwamba kuna njama, maana yake hii theory unaoletewa ina njama fulani. Kwa hiyo hicho tu kwanza ujue kwamba sio sehemu ya kuingia kichwa kwa sababu tayari kuna njama. Sasa hizo njama ni zina msaada kwako au zina faida kwa nani? Hilo ni jambo moja. Kitu cha pili ni propaganda. Kipindi cha vita kama hizi, issue inayoitwa propaganda ni sehemu ya vita. Yaani kama unavyoona bunduki, unavyoona meli, unavyoona mifumo ya pesa na uchumi, propaganda ni moja ya silaha ya vita. Vita yoyote ile. Propaganda ni njia ya kusambaza taarifa, inaweza kuwa ni ya ukweli au ya uongo, kwa makusudi ili kushawishi watu wafikiri au waamini kitu fulani. Kwa hiyo achana na hiyo taarifa, angalia lengo ni nini. Lengo ni kukufanya wewe ufikiri kwa namna fulani, yani nataka kudictate fikra zako au imani yako. Mambo yanatokea, lakini wewe uamini nini ni muhimu kuliko hata kinachotokea. Na nilikuambia kwenye geopolitics, kama unafuatilia stori zetu za nyuma, nilikuambia kwamba kwenye geopolitics nusu ya ukweli ni uongo. Na kitu ambacho wanakilenga kwenye hizi conspiracy theories na propaganda kiujumla ni kitu kinaitwa emotion, hisia zako. Na hapa ndo nataka nikupe somo dogo la kuhusiana na emotion. Kikawaida tumezoea kwamba huzuni ni hisia mbaya, furaha ni hisia nzuri, na kuna hisia ambazo tumesha zikategorize kwamba hizi ni hisia nzuri, hizi ni hisia mbaya. Lakini wataalamu wenyewe wa saikolojia wanakuambia kwamba hisia hazipimwi kwa jinsi ambavyo wewe unajisikia zinavyotokea, zinapimwa kwa matokeo yake. Kwamba ulisikia furaha ukafanya nini, ndo tunaamua kujua kwamba hii furaha yako ni kitu kizuri au kibaya. Ulisikia huzuni ukafanya nini, ulisikia hasira ukafanya nini. Kwa sababu kuna watu ambao wanasikia hasira alafu wanafanya vitu vizuri zaidi. Unapata hasira fulani alafu una make it kwenye maisha yako. Unapata furaha, unajikuta umefanya vitu ambavyo ukamwaga vitu au ukaunguza nyumba, huwezi kusema ile ilikuwa ni furaha, ni kitu kizuri. Ninachojaribu kukuambia hapa ni kwamba matokeo ya emotion yako yanamata kuliko emotion yenyewe. Kwa hiyo hawa watu wanaokuletea propaganda, wanaokuletea conspiracy theory, hiyo hisia utafanya nayo nini ndo kitu cha muhimu zaidi kwenye hiki unachokiona hapa. Kwa hiyo inabidi utambue hilo kwamba wewe na mimi ndo playground ya haya yote yanayoendelea. Na moja ya kitu ambacho ni changamoto kubwa sasa hivi duniani ni uoga wa kusema sijui. Unajua, kwa wanasayansi, ishu ya kusema sijui ndo imekuwa inatofautisha sayansi na dini. Kwenye dini, popote ambapo hatujui tunasema ni Mungu. Yaani pale uelewa wetu unapoishia, hatusemi hatujui, tunasema ni Mungu. Kwa mfano, watu wengi wanasemaga wanasayansi wanamkataa Mungu. Hapana, wanasayansi hawasemi kwamba Mungu hayupo, kwa sababu by the way kwenye sayansi huruhusiwi kusema kitu hakipo kama hujathibitisha kutokuwepo kwake. Kwa sababu wanasema kukosekana kwa ushahidi sio ushahidi kwamba haupo. Kwa hiyo huwezi tu kwa sababu mimi nimekosa ushahidi wa uwepo wa Mungu, wewe ukaja ukasema kwamba Mungu hayupo. So kama ambavyo wewe unasema Mungu yupo inabidi uthibitishe, yule anayesema hayupo pia inabidi athibitishe. Sasa kwenye sayansi wamepata hiki kitu kizuri sana ambacho dunia inashindwa kukitumia, sijui. Natamani pia tungezitumia kwenye hizi habari zetu kwamba tupeane frame ya ile sijui moment. Kwamba sasa hivi hatujui kama Netanyahu amefariki au hajafariki. Huu mzozo wote unaouona hapa ni kwa sababu tu watu wapo uncomfortable kusema sijui. Kwa hiyo kuna makundi yanayosema najua amekufa, kuna watu wanasema najua hajafa. Lakini wote ukiangalia uthibitisho wao una walakini. Ambacho najaribu kukijenga hapa kwako wewe mfuatiliaji wa hizi story ni kwamba jipe muda wa kusema sijui. Na ikithibitika tutajua. Hakuna ushujaa wowote wa kujua jambo mapema kama halina faida kubwa ya moja kwa moja kwako.
Na ndio maana hata MDC huwa si deal sana na breaking news. Mtu ambaye alijua Iran imevamiwa siku ile ile ilipovamiwa na aliyejua kwamba Iran imevamiwa siku 3 baada ya kuvamiwa, unahisi wana tofauti yoyote? Hakuna tofauti yoyote. Sana sana ukiwa unasubiri, una uwezo wa kupata engo nyingi na nzuri kuhusiana na story husika, na inakuepusha pia kutekwa ki-emotion na kushindwa kuona uhalisia, au sometimes unauona lakini unakataa kuukubali. It's human nature. Kama unakumbuka kwenye episodi zetu za Picha Linaanza kuhusu AI, tulikuambia shida ya AI sio kwamba itafanya tushindwe kujua uongo, ila itatufanya tushindwe kuutambua ukweli. Na ndicho ambacho unakiona hapa. Watu tunazidi kupoteza uwezo wa kuutambua ukweli kwa sababu AI ina uwezo hata wa kugeuza vitu vya ukweli vikaonekana vina kasoro. Sasa hivi tunakabiliwa na tatizo kubwa la kutofautisha mwanaharakati na mchambuzi, kwa sababu wengi tunawaona online ni wanaharakati ambao wanajiita wachambuzi. Mchambuzi unajaribu kuielewa situation yote ilivyo, then unaielezea. Mwanaharakati ni yule ambaye tayari unaamini upande mmoja unaonewa au unaonea. Kwa hiyo unajaribu kuuelewa upande mmoja na unajaribu kudemonize upande mwingine. Kitendo cha wewe tu kuwa kwamba kuna upande mmoja hauamini, hiyo inakutengenezea bias, na wakati unatengeneza sense of doubt kwenye upande mmoja, unatengeneza sense ya uaminifu usio na check up kwenye upande ambao wewe unauamini. Sasa mtu wa aina hii ambaye tayari ana upande ambao anauamini, hana tofauti yoyote na yule ambaye yupo upande wa taarifa official bila kuzijudge. Na ndio maana inabidi ujudge kila kitu unachokiona. Na kama unavutiwa na conspiracy theory, zifuatilie kama movie ama upande mwingine mbadala wa hiyo story, sio ukweli. Kama ambavyo kuna taarifa huku official ambazo nyingi pia ni uongo, conspiracy theories nyingi pia ni miayusho. Kuna baadhi ya vitu ukivijua vitakufungua zaidi. Mfano, ndani ya Israeli tangu hii vita imeanza, karibu nusu ya wananchi na viongozi wa Israeli hawataki hiki kitu kinachoendelea, na maandamano yanaendelea ndani ya Israeli. Ndani ya Marekani nchi imegawanyika. Kuna serikali ilikuwa madarakani ambayo sasa hivi iko nje. Kuna wanajeshi, by the way, kuna visa vingi umeviona, mwanajeshi anashika mlango mpaka anataka kuvunjika mkono, atu anasema hii vita ni miayusho, Kuna matukio mengi sana ndani ya Marekani ambayo yanakuonyesha kwamba nchi nzima haiongei jambo moja. Unahisi kweli angekosekana mwanajeshi mmoja ndani ya Israeli ambayo yuko against na haya mambo, au mwanasiasa mmoja ama somebody ambaye ni legit akaongea haya mambo? Do you think kuna mtu ndani ya Marekani upande wa Democratic ambaye angekosekana kati ya watu milioni 100 kadhaa waliopo Marekani sasa hivi? So hizi taarifa zinawafikia conspiracy theorists tu. Je, ungeweza kukosa chanzo halisi cha ndani ya Iran ambacho kitatoka na kusema? Msemaji wa Iran amekuwa akiibuka mara kadhaa akiongea vitu vingi, hajasema hii issue ya Netanyahu kufariki. So sipo hapa kukanusha kwamba Netanyahu amefariki au hajafariki. Nipo hapa kukwambia inabidi uelewe output ya hizi taarifa. Huyu anayekuletea, nani anafaidika na wewe kujua kwamba Netanyahu amefariki ama kuamini kwamba Netanyahu amefariki? Nani ambaye anafaidika na wewe kujua Netanyahu hajafariki? Na ndio maana nikasema suluhisho kubwa ni kuacha ile ambayo wanasayansi wanaitumia mara nyingi, sijui moment. Ruhusu hiyo chance ya sijui, muda fulani wa hatujui mpaka tutakapojua. Narudia tena, kukosekana kwa ushahidi sio ushahidi kwamba haupo. I hope ni ukuongezea kitu kwenye hii session. Kama nilivyokuambia, hii ni Madini.com, ni sehemu ya taarifa na maarifa. Asante kwa kuifuatilia, asante kwa kusubscribe, enjoy.